Lakini haya mambo kwamba katika ibada tushirikiane, la. Muislamu atashirikiana na asiyekuwa Muislamu katika mambo ya kijamii ya kikawaida. Asiyekuwa Muislamu kaunguliwa na nyumba, wewe upo karibu, kamsaidia kuzima. Na yeye pia ukiunguliwa na nyumba, yeye yupo karibu akusaidia kuzima. Kuna tatizo nyumbani kwake, unaweza kulitekeleza kulirekebisha, rekebisha. Kwenda kumtembelea, kumjulia hali, kuishi vizuri, kufanyana miamala, kuuziana, kuuza na kununua baina yenu, kukopeshana na mambo mengine yasiyokuwa mambo ya ibada. Lakini inapofikia katika nukta ya kuabudu, lakum dinukum waliyadin, nyinyi msiokuwa Waislamu fanyeni dini yenu, fanyeni ibada zenu, na Waislamu wafanye ibada zao. Mtakutana kwenye mambo ya kidunia huko, lakini mambo yanayohusiana na ibada, mambo yanayohusiana na taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kujinyenyekeza kwa Allah, Waislamu hawatashirikiana na wasiokuwa Waislamu. Na kuna baadhi ya watu, kuna shubha kwamba sasa wao mbona wanakuja kwetu siku za Eid al-Fitri, Eid al-Adha, wanakuja tunashirikiana nao. Naam, Muislamu wewe chako ni sahihi. Sisi Eid yetu ni Eid sahihi, dini yetu ni dini sahihi. Kama nilivyotangulia kusema, Allah asema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Ndio dini ambayo Allah haikubali, dini zingine Allah hazikubali. Kwa hiyo anapokuja asiyekuwa Muislamu katika Eid yako, ni sahihi kuja, aje ale chakula, mfurahi pamoja, kwa sababu chako ni sahihi, lakini chake ni batil, na ndani yake kuna kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hautaruhusiwa wewe Muislamu kushirikiana na mtu huyu katika jambo la ibada. Hapa kuna fatawa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ambapo aliulizwa swali kuhusiana na kushirikiana na wasiokuwa Waislamu katika ibada zao au katika idi zao na mfano wake. Sheikh akajibu akasema, la yajuzu lilmuslim wala lilmuslima musharakatu an-nasara au al-yahud au ghairihim min al-kafara fi a'yadihim. Haijuzu kwa Muislamu wa kiume, haifai kwa Muislamu wa kiume wala Muislamu wa kike kushirikiana na manaswara, kushirikiana na mayahudi katika idi zao, katika sikukuu zao, haifai. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, bal yajibu tarku dhalik lianna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, bali ni wajibu kwa watu hawa, kwa Muislamu wa kiume na wa kike, ni wajibu juu yao kuachana na jambo hilo, ni wajibu juu yao kujiepusha na jambo hilo. Haipaswi wao kushirikiana nao hao watu katika idi zao, kwa sababu anasema Mtume alayhi salam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu fulani naye ni miongoni mwao. Kwa hiyo wewe Muislamu ambaye utajifananisha na wasiokuwa Waislamu katika idi zao, utahesabika na hukumu yako ni kama hukumu yao. Umenunua nguo mpya, umepika chakula, subhanallah. Yani maal asaf kwamba baadhi ya Waislamu wanatumia riziki walizopewa na Allah subhana kwenda kumkufuru Allah, jambo baya kabisa. Muislamu amevuka mipaka zaidi. Siku ya Christmas au siku ya mwaka mpya zinakuja, siku 3 mbele, siku 2 mbele na siku 7 mbele. Muislamu na yeye anaona hapana, mimi ni speedway. Anafanyeje? Anaingiza mkono wake mfukoni, anaenda kuchukua riziki, pesa ambayo Allah subhanahu kamruzuku, pesa ya halali. Wakati mwingine kaingiza katika njia ya halali
kisha ile pesa yake, na hata kama umeingiza katika njia ya haramu, sio kwamba itakuwa ni halali kwako kutumia katika njia hii ambayo unaisema hapa. Pesa hiyo ambaye Allah akamruzuku, anaenda kuichukua pesa hiyo, kisha anatumia miguu aliyopewa na Allah subhana. Miguu hiyo ambao kuna wengi Allah kawanyima au wanayo lakini hawawezi kutembea. We Allah akakuruzuku, unaweza ukatembea masafa marefu bila kuchoka. Miguu hiyo unaitumia, unaenda paka sokoni, huku ukitumia macho ya Allah, macho alikupa Allah subhanahu wa ta'ala, macho ambayo likitoka halina spare, lakini Allah kwa rehema zake kwako kakuruzuku. Wengi wanayo lakini hawaoni, wewe umeruzukiwa macho na unaona, unayatumia macho yale kutembea, kuonea, unaelekea sokoni, na mikono yako unaitumia kushika, mikono ambayo amekuruzuku Allah subhana, riziki zote za Allah subhanahu wa ta'ala, unaitumia mikono hiyo katika kwenda kununua chakula. Unafika pale unatumia na mdomo wako ambao amekuruzuku Allah, riziki kutoka kwa Allah, unautumia mdomo ule kuchagua chakula unachokitaka. Nipe hiki, nipe hiki, nipe hiki, nipe hiki. Kavuka mipaka zaidi kwenda kutafuta na nguo mpya zako na za watoto wako. Muislamu huyu ambaye kakubali Uislamu kwa ridhaa yake, hakulazimishwa, kanunua na nguo pale, kisha anarejea nyumbani, anaenda kuwapikia watoto chakula cha Christmas, anaenda kuwapikia watoto chakula cha mwaka mpya. Kisha baada ya muda wameshiba riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanajielekeza katika kumbi za starehe kwenda kusherehekea kuzaliwa kwa mtoto wa Mungu kama wanavyodai manaswara. Jambo la ajabu mno. Hawa watu sijui tuwaite mfano wa watu gani, kwa sababu kitendo ambacho wasiokuwa wanadamu, yani viumbe wengine, wao wasikitika, lakini wao wafurahia, na wafurahi pamoja na wale wanaosema yale maneno ambayo yanawasikitisha, yanasikitisha viumbe vingine, mpaka kufikia hatua milima kutaka kupasuka na mfano wake. Kwa hiyo Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akatoa hadithi akasema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu na yeye pia atakuwa miongoni mwao. Kisha akaendelea maneno yake akasema, wa rasulu sallallahu alayhi wasallam hadharana min mushabahatuhum, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhadharisha na kujifananisha na watu hao, kujifananisha na makafiri, kujifananisha na Mayahudi na Manaswara na wasiokuwa Waislamu, watakhalluq bi akhlaqihim, na kujichukulia au kujipa tabia, kuiga mwenendo na tabia za wasiokuwa Waislamu. Jambo hili limekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Waislamu kulifanya. Kisha akasema Sheikh, fa'ala almu'mini wa 'ala almu'mina alhadhru min dhalik, jukumu la Muislamu akyaf, mwenye akili timamu, jukumu lake ni kujihusha, kujihadhari, kujiweka mbali na mambo haya, kukaa mbali kabisa, kama tulivyoona kule katika taarifu ya Uislamu, walbaraat min ashirki wa ahlihi, kujiweka mbali na washirikina na ushirikina, yani ushirikina na washirikina wote ujitenge nao, wewe ndio unakuwa Muislamu, umejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Sheikh, wa alla yusaid fi iqamati hadhihi al-a'yad, na jukumu pia la Muislamu ni kutoshirikiana, kutowasaidia katika kusimamisha au kusherehekea sikukuu zao hizo, bi ayi shay'in, kwa kitu chochote. Hauruhusiwi Muislamu kutumia chochote, mdomo wako usitumike kuwasaidia hao wasiokuwa Waislamu katika idi zao hizo, macho yako yasitumike, mikono yako isitumike, miguu yako isitumike, na chochote katika mali zako unazomiliki hakikisha havitumiki kwa namna moja au nyingine katika kuwasaidia, kushirikiana nao katika sikukuu zao. Hata ukiona mtu amepost katika status
Mtu ameposti katika Facebook, kaposti katika Instagram, kaposti katika TikTok na mitandao mingine, haikufai wewe Muislamu kuweka hata like kwa umelike. Mtu anaposti kumshirikisha Allah, kisha una like, unapenda, maana yake umefurahia, au una share, au una comment iliyokuwa nzuri, sio ya kumpa nasaha, sio ya kumuelekeza, sio ya kumuongoza. Yote hii inaingia katika kumsaidia katika sherehe yake hiyo. La bil sha'i wala bil qahwa, yani hata kwa vitu vidogo haifai Muislamu kusherehekea hata kwa kunywa chai. Nia yake kwamba anakunywa chai leo, chai ya Christmas, au naenda kijiweni kunywa kahawa kwa sababu ya Christmas. Leo Christmas, mangoja nikanywa hata kahawa bwana. Jambo hili pia, hata kama unaliona ni dogo, mbele ya Allah tabaraka wa taala ni jambo lilokuwa kubwa. Kwa haifai wewe Muislamu kujifanya wala bi ayi shay'in, wala kwa chochote kile, chochote ambacho unajua hiki nitakuwa nimesaidia hata kidogo kushirikiana nao au kuwasaidia kusimamisha idi zao. La siyama umemsaidia sariski, unampa pesa, leo siku ya Christmas bwana, hebu utasherehekea. Baadhi ya watu, inawezekana mtu akaona kuna Mkristo ambaye ni maskini, akaona sasa sisi sikukuu zetu tunasaidia kwa Waislamu wenzetu, na sikukuu yao kama dhaifu, ngoja nikamnunulie hata mchele, nikamnunulie nini, na yeye asherehekee. Mtu ajiona kwamba anajikurubisha kwa Allah, katoa sadaka, lakini jambo hili linamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika mambo mabaya, kwa haifai. Kisha akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, aidan yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan, na msaidiane nyinyi katika wema na uchamungu. Msaidiane katika wema na uchamungu, na hata kama unamsaidia akiwa si Muislamu, msaidie katika lile kitu ambacho si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo ya kawaida, mtoto wa jirani kavunjika mguu, jirani hana uwezo, wewe unaweza mchukue upeleke hospitali kamtibishe. Jambo hili hujakatazwa kisheria. Mtoto wa jirani hana nguo za kuvaa, tumia nguo zimechanika, mnunulie, lakini si katika idi, katika sherehe zao hizi, siku za kawaida. Mtoto wa jirani hana madaftari, anasoma shule, mnunulie madaftari akasome. Unaweza kumlipia ada, mlipie. Haya mambo hayajakatazwa katika Uislamu. Lilokatazwa ni kushirikiana nao katika ibada zao, kushirikiana nao katika idi zao. Lakini pia Sheikh rahimahullah ta'ala akasema, falmusharakatu ma'al kafara fi a'yadihim naw'un min at-ta'awun 'ala al-ithmi wal 'udwan, kushirikiana na waliokufuru, makafiri wasiokuwa Waislamu, kushirikiana nao katika idi zao ni miongoni mwa aina za kusaidiana katika madhambi na katika uadui. Na Allah katukataza, wataawanu 'ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na uchamungu, wala taawanu 'ala alithmi wal 'udwan, na wala msisaidiane katika madhambi na uadui. Haifai mtu kumsaidia mtu ambaye msaada wake ule unaelekea au unatekeleza kumwasi Allah subhanahu. Achilia mbali hata Mkristo, hata anayekuwa Muislamu, hata Muislamu haifai kumsaidia katika jambo la kumwasi Allah tabaraka wa taala. Anakuja mtu, ndugu yako, Christmas sina kitu bwana, Christmas unampa pesa ya nini? Na kisha tanguliza neno hili Christmas. Hata kama ni Muislamu, tumekatazwa kuwapa Waislamu, huyu ni sio Muislamu. Anakuja anakuambia, bro, Christmas bwana sina kitu, niko vibaya. Kisha baada ya hapo haifai. Na hata katika maisha ya kawaida, mtu anataka umsaidie kitu, lakini kila kitu msaada wako ule, kile kitu anaenda kumwasi Allah. Huu ni msaada ambao Allah kaukataza. Kisha akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, falwajibu ala kulli muslimin wa muslima tarku dhalik, wajibu kwa kila Muislamu wa kike na wa kiume ni kuachana na kushirikiana na kusaidiana na wasiokuwa Waislamu, kusaidiana nao katika comment vizuri katika makati zao,
kushirikiana nao katika kulike posti zao wanazoongelea mwaka mpya, heri ya mwaka mpya na Christmas. Muislamu akiambiwa na asiyekuwa Muislamu au na Muislamu wenzake heri ya Christmas, hatakikani kujibu, isipokuwa anatakiwa ampe nasaha yule anayemwambia. Kama ni Mkristo, mlinganie kwamba jambo hili, mimi ni Muislamu, ana bari'u min dhalik, mimi niko mbali na jambo hilo, sishirikiani na wewe katika jambo hilo, wewe una dini yako, mimi na dini yangu. Lakini pia mpe nasaha kwanza, hata ile analolifanya si sahihi. Inakuwaje Mungu azaliwe? Inakuwaje mtoto Mungu azae mtoto? Kwa kutaka nini? Ametaka nini Mungu? Kakosa nini ili afanye hivyo? Halafu wakati yeye huyo Mungu anazaliwa, kabla yeye kuzaliwa, dunia ilikuwa inamilikiwa na nani? Aliyeumba watu ambao wamezaliwa kabla yake ni nani? Kwa haya yote unamnasihi yule asiyekuwa Muislamu na kumuonesha kwamba hili jambo sio sawa sawa. Na pia hata katika vitabu vyao hao ambao wanasherehekea sikukuu hizo, mfano wa sikukuu ya Christmas, kwamba Nabii Isa amezaliwa, vitabu vyao vinawakatalia. Haiwezekani Nabii Isa azaliwe mwezi wa 12 tarehe 25. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimba ya Isa bin Maryam katika tumbo la Maryam alayha salam, mimba imetungwa mwezi wa 6, na wanakubaliana kwamba Nabii Isa hakuzaliwa kabichi, alizaliwa ni kamili miezi 9. Inakuwaje mtu ametunga mimba mwezi wa 6 alafu azae mwezi wa 9, alafu azae mtoto kamili? Kwa si sawa sawa. Mbali na kwamba hata ingekuwa ni hivyo haifai kusherehekea sikukuu hii, lakini pia ni ya uongo pia wao. Haiwezekani Nabii Isa azaliwe mwezi wa 6, mwezi wa 12, aliyakuwa mimba yake imetunga mwezi wa 6. Kwa ni historia ambayo inawakataa wao wenyewe. Kisha akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wala yanbaghi lil'aqil an yaghtarra bin nas fi a'malihim. Mtu mwenye akili timamu haimfai yeye, haiwi kwake kughurika, kushawishika na matendo ya watu. Kuna baadhi ya watu wao waona wingi ndio point. Hata wale ambao wanasherehekea zile sikukuu zinazonasijiana na Uislamu, kwamba lakini hazimo katika sikukuu za kisheria, kwamba wao ni wengi. Ukiangalia ahlus sunna na ahlul bid'ah, bila shaka kwamba wao ni wengi. Kuwa kwao wengi na kufanya yale wanayofanya haimaanishi kwamba wao wako sahihi. Takuja taona aya Allah tabaraka atatuambiaje. Kisha akasema Sheikh, alwajibu an yanzura fi shar'i alislami, wajibu wa Muislamu asiangalie matendo ya watu, yeye aangalie sheria ya Uislamu inasema nini, sheria ya dini yake inasema nini. Wama jaa bihi, na angalie mambo ambayo yamekuja na Uislamu. Je, Uislamu umekuja na mambo gani? Kuja 1 2 3. Uislamu umetuambia kwamba dini yetu sisi tunaruhusiwa kusherehekea sikukuu 3, sikukuu ya Eid al-Fitr na Eid al-Adha na Eid al-Usbu' yaum al-Jum'ah. Hapa tumewekewa mipaka kwa Eid itakayokuja tofauti na hizi hatufai kusherehekea. Ndio Muislamu mwenye akili anatakiwa afanye jambo hili. Wa ayamtathila amra Allah subhanahu wa rasulihi alayhi salam, na mwanadamu Muislamu atekeleze amri aliyoamrishwa na Mola wake na amri aliyoamrishwa na mtume wake sallallahu alayhi wasallama. Wa alla yanzura ila umuri nas, mwenye akili timamu asiangalie mambo ya watu wanafanya nini, globalization, kwamba utandawazi. Unaangalia watu wengi wako katika mambo gani. Kwa hiyo wewe unaona kwamba kwa sababu wengi wafanya hivyo kwako si haramu tena, kama baadhi ya mambo mengi ambayo ni ya haramu katika zama hizi yamekuwa sio haramu tena. Kwa sababu gani? Watu wengi wafanya. Kusikiliza mziki, hadithi wala haraj, imekuwa jambo la kawaida kabisa, kwamba sio haramu tena, sio dhambi tena, wakati imekuja nas nyingi zikiharamisha jambo hilo. Kwa sababu wewe waona watu wengi wafanya, ukachukulia kwamba hii ni hoja na jambo hili halina shida ndani yake. Kwa mtu mwenye akili timamu hawezi kughurika na mambo hayo. Kisha akasema Sheikh, fa inna akthara al-khalqi la yubali bima shar'a Allah, kama qala subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'i akthara man fil ard yudilluka an sabilillah.
Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, kwa sababu watu wengi, yani viumbe wengi, hawajali, hawazingatii, hawana hamasa, wako bize, hawashughuliki na yale mambo ambayo Allah kayatilia sheria. Allah hiki kasema kifanyike, mtu afanye, hiki kisifanyike, mtu anafanya, hajali sheria ya Allah tabaraka wa taala. Ndio watu wengi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, wa in tuti' man fil ard akthar man fil ard, na ikiwa utataka wewe kuwatii watu wengi, kwamba wasema Waswahili wengi wape, ndio lugha inayotumikaga, wengi wape bwana, wale ndio wengi bwana, maadamu wao ni wengi jambo lao sawa sawa. Hakuna jambo hilo katika Uislamu. Na maneno haya Allah anamwambia mtume wake, wa in tuti' akthara man fil ard yudhilluka an sabilillah, ikiwa wewe utawatii watu wengi katika ardhi, uwafurahishe, utake tu kwamba wakuone na wewe uko nao, wasikuone uko tofauti, ndio watu wengi wako hii katika kundi hili. Hasa mimi nikionekana jamaa yangu bwana au bosi wangu ananiambia Merry Christmas, sasa ofisi nzima wanaambiwa hivyo, wanajibu Merry Christmas, mtu anajibu, inakuwaje mimi peke yangu tu? Inakuwaje mimi peke yangu? Mtu aona aibu, kisha unamuonea aibu kiumbe ambaye kiumbe huyu ukifa, yeye salama yake na salama yako anatakiwa akufukie. Hata wewe nakupendaje, haiwezekani ufe aseme sasa mimi mke wangu bwana amekufa au mzee wangu amekufa, sasa mimi hamna kuzikwa hapa, mimi nampenda sana, kwa hiyo nitakuwa naishi naye tu hivyo nyumbani. Huyu kiumbe ambao unataka kumtii, yani ukifa tu intahat alqadhiya, jambo lako limeshaisha. Yani hata alikuwa anakupendaje, mapenzi yake kwako ni kukufikia chini. Yani wewe uende ukaliwe na wadudu, ndio anakupenda huyo, ambapo unataka umtii, mradi asikuone wewe ni mbaya, asikuchukie, lakini unashindwa kumtii Allah tabaraka wa taala. Yeye ndio kakuumba, kakufanya wewe uwe mwanadamu. Angekufanya uwe nguruwe, uwe nguruwe. Anaumba anapotaka na anachagua. Kakuchagua wewe katika viumbe wake uingie katika hawa viumbe waliokirimiwa, wanadamu, viumbe ambao kawainua daraja. Hajakufanya uwe mjusi, hajakufanya uwe kenge, hajakufanya uwe chochote, kakufanya uwe mwanadamu. Unashindwa kumtii huyu eti kwa sababu fulani amekuajiri, kwa sababu fulani ana manzila kwako, kwa sababu fulani ana cheo. Kwa akikwambia Merry Christmas, hauwezi kumwambia mimi ni Muislamu, sitakiwi kufanya mambo hayo, sitakiwi kusherehekea siku hiyo. Wengi katika Waislamu wanaogopa mambo haya. Kwa hiyo Allah amwambia mtume wake, ukiwatii watu wengi, na hii ni dalili kwamba wengi wamepotoka. Ndio maana dalili zilizokuja nyingi katika Qur'an, wengi waliotajwa kwa uzuri ni watu wachache. Wa qalilu min ibadi yashkur, wachache katika waja wangu ni kushukuru, ni wachache. Ndio maana maswahaba ridwanullahi alayhim walikuwa wakisikia aya hizi wanasema Allahumma ja'alna min alqalil, Allah tujalie katika wachache, kwa sababu wachache ndio wametajwa vizuri, lakini wengi wametajwa vibaya. Bal aktharuhum la yaqilun, bal aktharuhum la ya'lamun, bal aktharuhum la ya'lamun alhaq. Watu wengi hawajui, watu wengi wamepotea. Dalili tu ya kiakili, tupige hesabu hapa. Duniani kuna watu bilioni 8. Katika watu bilioni 8 chukua Waislamu ni wangapi? Utakuta wachache, sehemu ndogo tu ndio Waislamu. Hata theluthi, hata robo hawajafikia. Ukichukua idadi ya watu wote duniani, wengi katika watu wamepotoka. Sasa ukichukulia dalili ya wengi ndio wako sawa sawa, mbona wewe umekubali kuwa Muislamu na wengi sio Waislamu? Kwa wengi au wingi sio hoja. Hoja ni mstari ulionyooka. Je, watu wote katika mstari huu? Kisha baada ya aya hiyo, Sheikh Ibn Baz rahimahullah akasema, falawaidu almukhalafa lishar'i la yajuzu al-akhdhu biha wa in fa'alaha an-nas. Idi ambazo zimekhalifiana na sheria, idi ambazo ziko kinyume na Uislamu, idi ambazo Uislamu hauzitambui, haifai
kusherehekea, kusimamia, kushirikiana, kusaidiana katika idi hizi. Hata kama wanafanya watu wengi katika mtaa wako, wewe mwenyewe peke yako ndio haukubali hilo jambo. Katika mtaa wako wewe ndio ukiletewa chakula unasema ana muslim, mimi ni Muislamu, si hicho chakula, wewe peke yako. Kwa hiyo unaona aibu kwamba sasa mtaa mzima kila mtu kakaribishwa. Kuna baadhi ya watu ni matajiri, wanaita wao, jamani, leo mtaa wote leo watu wasipike manyumbani kwao, waje kwangu kula, au mimi nitakuja nitagawa chakula. Kwa mtu anaandaa chakula chake anapeleka. Sasa wote wamekubali, mimi peke yangu ndio nikataa, inakuwaje? Halafu jambo zuri sio kujificha kwamba tuchukue kile chakula halafu ukifanyie nini? Ukitupe. Usikichukue kwa sababu ukichukua utaenda ukitupa. Utachukua ule, haifai kwako. Chakula hiki kimeandaliwa katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini ukakile? Unafurahia na wewe Allah kuasiwa? Kilichokuwa bora useme, na ukisema unaonesha msimamo wako kwamba mimi sipo na hawa. Na haya ndio aliyosema Mtume kayasema mambo haya sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka. Hana nguvu Mtume wakati huo, bado masahaba bado wachache, lakini pamoja na yote, na alikuwa akiudhiwa mpaka Mtume wamepanga wakamuue. Allah kamuamrisha kufanya hijra. Anatoka Mtume, wanaenda kumtafuta huko alipokimbilia. Anakimbia mji wa Makka kuelekea mji wa Madina. Pamoja na yote hakuwahi kulegeza msimamo kwamba sawa wamenibana, hebu ngoja nikubali basi kama vile niwapige changala macho. Hana, onesha msimamo wako wewe kama Muislamu kwamba dini yangu mimi fulani bwana, pita, mimi nakuheshimu sana wewe, jamaa wangu wa muda mrefu, tumeishi pamoja, tumesoma pamoja, tumekuwa pamoja, tumefanya kazi pamoja na mfano wake. Wewe bwana, mimi ni Muislamu, Uislamu wetu bwana unaamrisha hivi na hivi na hivi. Hii dini yako ni dini yako, wewe ndio umeichagua, lakini kisheria dini yako si sahihi kutokana na maelekezo ya dini yangu mimi ninaponiambia. Kwa hiyo urafiki wetu ubaki kuwa urafiki. Katika mambo ya kushirikiana katika hizi ibada, jambo hili tulikomesha. Wewe unaenda kuabudu kwa kanisani kwako, mimi naenda kuabudu msikitini kwangu. Likitokea jambo langu la ibada nitafanya mimi, wewe utafanya kijako. Tutakutana katika mambo ya kawaida, tuendelee biashara zetu, muamala wetu. Wewe kama jamaa yangu, safari za kibiashara tutaenda wote, kila kitu. Lakini katika ibada kila mtu awe na lake. Huu ndio Uislamu wa sawa sawa, na ndio Muislamu unatakikana na uwe hivyo. Onesha msimamo wako, kisha yule utakayemuonesha atakuheshimu na atafuata kile ambacho unakitaka. Kwani hakuna watu ambao wao hawapewi hizo Merry Christmas katika mitaa yetu, katika jamii zetu? Wapo. Kwa sababu gani hawapewi? Kwa sababu wanajulikana na fulani. Hata katika familia zetu, kiangalia katika familia zetu wengi si wana sunna, ni wachache katika ndugu zetu. Lakini ukijulikana wewe ni mwana sunna salafi, unafuata manhaji ya sawa sawa na umestaqim katika jambo hilo, likitokea jambo la bid'a katika familia, labda kaka yako mtenda fulani, wengine watasema yule unamjua yule itikadi kali yule. Kwa hiyo wanakujua kabisa kwamba yule msimuite yule hawezi kubali, akija hapa ili jambo litafanyika. Bora asiambiwe. Kama wewe ni mkali na una sauti nyumbani, asiambiwe kabisa. Akija hapa hata hicho tunataka kufanya hakitafanyika. Kwa hiyo wanajua msimamo wako katika familia yako. Kadhalika na jamii unayoishi nayo ijue hivyo. Tutawaheshimu wasiokuwa Waislamu kwa sababu tunaishi nao, ni jamii yetu. Tutafanya miamala nao katika mambo ya kibinadamu ya kikawaida. Hatutaacha kuuziana, hatutaacha kununua katika biashara zao au wao kununua katika biashara zetu. Hatutaacha kwenda katika mahospitali yao, hatutaacha kutibiwa na wao wala wao kutibiwa na sisi. Haya mambo yote haya ni mambo ya kikawaida, wala haimkatazi Muislamu kushirikiana na asiyekuwa Muislamu katika hilo, kuwazimana, kukopana. Mtume alikuwa akikopesha kwa Mayahudi na wao walikuwa wakikopesha kwake. Kwa hiyo haya hayajakatazwa kisheria. Yaliyokatazwa kisheria ni kushirikiana katika jambo la ibada, ambalo hili kila mtu anatakikana awe upande wake, na hakuna mujamala, hakuna kuoneana aibu, hakuna kuogopana katika hili, na hautaonekana wewe kwamba una msimamo mgumu, msimamo mbaya. Hapana, bali ni msimamo wa dini yako
na ndio jambo la kisheria linatakikana kulitekeleza. Tumeongea mengi, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale wanakusikia maneno mazuri na kuyafanyia kazi, na yale ambayo ni katika makosa katika niliyoongea, basi makosa ni ya kwangu mimi, na yale niliyopatia ni kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Pale nilipokosea ni makosa yangu mimi na shetani, na ulimi wangu utakuwa umeteleza. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.